Karibu familia yangu ya makala yaliyojiri ndani ya wiki katika luninga ya Sonship Spirit, jicho la Mungu duniani kote. Mimi napenda kupaita mahali pa wakuu. Na kabla hatujaelekea katika kutazama makala yetu hii ambayo tumeiandaa kwa wiki hii kwako mwana wa Mungu, naomba nikusomee kisa kidogo ambao huu kwako inaweza kusema kwamba ni ushuhuda na shuhuda za Bwana ambao kwetu sisi ni urithi kwa kwetu na pamoja na vizazi vyetu. Na ushuhuda huu unasisitiza kwamba kukumbuka ni hekima. Na hapa tunaenda moja kwa moja mpaka mwaka 2022, mwezi wa 7. Mwana na urithi wa Mungu ndani ya taifa la Bwana, Pete ya Muhuri, alipatwa na ugonjwa wa kikohozi ambacho kilimng'ang'ania kweli kweli kiasi cha kumnyima raha. Na kilichomfanya atumie jina la Yesu Kristo bila maarifa. Siku moja akiwa bafuni akioga, Roho Mtakatifu akamwambia kukumbuka ni hekima. Kumbuka hali hii kwa mara ya kwanza ilikupata lini? Na baada ya kukupata ulifanya nini? Na nini kilitokea baada ya hatua ulioichukua? Ndipo alipokwenda katika moja ya makavazi yake ya kumbukumbu. Alipotazama aliona ni mwezi wa 3 mwaka 2022. Na hali hii aliikomesha kwa kuiamuru kuondoka mara moja kwa jina la Yesu na kisha kuendelea na kazi zake pasipo kuangalia dalili zilizokuwapo juu ya mwili. Hivyo aliona tofauti alipoomba kwa jina la Yesu. Jambo hilo tayari limeshafanyika. Usibebe mzigo ambao umempa Yesu au bebe, maana imeandikwa, mtukeni yeye fadhaa zenu zote. Kukumbuka ni hekima. Karibu Afrika Mashariki, karibu kitovu cha roho wa neema, uamsho na roho wa unabii wa Kristo. Makala hii hapa, karibu upate kusikiliza. Ilipatwa kunenwa kwa tunapozungumzia uamsho, tunazungumzia ufahamu kwanza. Pia kwa kila kizazi kiinukapo katika jamii ni matokeo ya roho wa neema na unabii wa Kristo, ambalo likishozungumzwa na roho wa Mungu ili kuweza kuhifadhi, kulinda, kuwekeza kizazi husika, kama ambavyo kabla ya Mungu kurudisha ufalme wake uliopotea hapa duniani baada ya dhambi, ilimbidi Mungu kusubiri zaidi ya miaka 1400 kabla ya kuanzisha tena kupitia Yesu Kristo. Pamoja na muda huo wa masubirio, Mungu alitumia mifano mbalimbali ya kuelezea azma yake kurudisha ufalme wake tena duniani, kama vile watu, mmea, wanyama na michoro. Tunamkumbuka baba yetu wa imani, Abraham aliyemzaa Isaka, Isaka aliyemzaa Yakobo, na Yakobo Israeli. Mungu alimpa utajiri Abrahamu ili aanzishe ufalme wake, uchumi wake na mfumo wake wa kiutawala hapa duniani, ili watu wote wapate kuona na kutamani kuongozwa naye. Baadaye aliruhusu falme za wanadamu mbalimbali ili kuona wazo lake la ufalme kama litaendana na wazo lake. Tunaona Babeli yenye nguvu chini ya Nebukadneza ikiinuka na kuitawala Israeli, taifa la Mungu, na dunia yote, lakini ilishindwa kufanania utawala wa Mungu. Tunawaona Waamedi na Waajemi chini ya Koreshi, ambao nao walishindwa kama wa Babeli. Baadaye Wagiriki au Wayunani chini ya Alexander Mkuu. Baadaye Warumi ambao walijitahidi kuliko tawala zote zilizotangulia, walifanania na ufalme wa Mungu. Hapo ndipo Masiha, mkombozi, Bwana na mfalme Yesu Kristo alizaliwa ili kuweza kuiokoa dunia na dhambi zake. Baada ya kazi kamilifu ya msalaba ya Yesu Kristo, Bwana na mfalme wetu Yesu Kristo anatupatia agizo la ufalme wa Mungu kuenea duniani kote, kufanya kila kabila, kila lugha, kila familia, kila nchi kuwa chini ya ufalme wa Mungu. Mwaka 1498 Afrika Mashariki inapokea utimilifu wa neno alilolinena Yesu Kristo, ambayo ni amri kwa wana na warithi wa Mungu wote duniani.
kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu kwa kila kiumbe. Mwaka huo tajwa, wakazi wa upwa wa pwani mwa Afrika Mashariki walishuhudia jengo kubwa lililojengwa na wageni Wareno kutoka nchi ya Ureno. Jengo hilo ni ngome ya Yesu, au kwa lugha ya Kimombo the Fort Jesus. Wareno ambao walikuja upwa wa pwani mwa Afrika Mashariki kwa lengo la kufanya biashara na wakazi wa upwa wa pwani wa Afrika Mashariki walijikuta wakitumiwa na Roho Mtakatifu kueneza elimu ya ufalme wa Mungu kwa wakazi wa Afrika Mashariki. Hii inanikumbusha kuwa kila kitu tulicho nacho, kazi, familia, biashara, makampuni, vipawa, vyote tumepewa na Mungu ili kuutangaza ufalme wake, kama ambavyo punda alivyombeba Yesu Kristo kuingia naye Yerusalemu. Wageni Wareno ambao wenyewe tangu mwanzo walitaka tuwatambue kama mabalozi wa Kristo, waliokuwa wameshika bendera ya Kristo yenye maana ya ujumbe wa ufalme wa Mungu, waliotumwa kwa amri ya Mfalme Filipe wa kwanza wa Ureno, nchi ambayo ilikuwa moja ya koloni la utawala wa Falme wa Hispania. Walipofika Makadara, Mombasa, mji unaopatikana pwani ya Afrika Mashariki huko Kenya, Roho wa neema na ufunuo wa Kristo aliwafunulia yale ambayo alimwonyesha Mfalme Daudi, akayaandika na kuyanena katika kitabu cha Zaburi 18 mstari wa 2. Nami namnukuu kwa tafsiri ya Biblia Takatifu ya neno: Bwana ni mwamba wangu, ngome yangu na mwokozi wangu, yenye maana ya Mungu aliye juu amenipa hifadhi, amenipa usalama, amenipa ulinzi, amenipa heshima. Ndiye aliyeniinua juu ya mataifa yote. Mabalozi hao wa Kristo walipofika na kuona upwa wa pwani ya Afrika Mashariki wa bahari, walimshukuru Mungu aliye juu, Bwana wa majeshi na amani, kwa kuwalinda safari yao yote ya mashua waliosafiri baharini katika hatari zote za pepo za bahari na wanyama wakali kama nyangumi. Hakika roho zao ziliimba ndani yao, Bwana ndiye hifadhi yetu, Bwana ndiye usalama wetu, Bwana ndiye ulinzi wetu, Bwana ndiye heshima yetu, Bwana ndiye aliyetuinua juu ya mataifa yote. Baada ya wimbo huo wa sifa, wakaisimika bendera ya ufalme wa Mungu na kisha wakaujenga mnara. Na balozi wa ufalme wa Mungu Matias de Mendes de Vasconcelos, miongoni mwa hao mabalozi, akatokwa na neno la unabii, akapaita mahali pale ngome ya Yesu, mahali pa usalama, mahali pa hifadhi, mahali pa heshima, mahali pa kuinuliwa, mahali pa ulinzi, kwa Kimombo the Fort Jesus. Hakika Afrika Mashariki ni mahali pa makimbilio, mahali pa usalama. Makala hii imeandikwa kwa kalamu ya mchungaji Ernest Mbala wa huduma ya kimataifa Pete ya Muhuri, Hagai 2:23, na msimulizi wako ni mimi Mary Kopwe, katika kipindi hiki cha yaliyojiri ndani ya wiki. Makala yetu ya Roho wa Neema, Uamsho na Unabii wa Kristo Afrika Mashariki, huo ndio mwanzo wake, na moja kwa moja tumemtazama Wareno walivyoleta injili ya Kristo katika ukanda wa Afrika Mashariki. Hili linanikumbusha Petro wa kwanza sura ya 4 kuanzia mstari ule wa 10 hadi 11, ambapo nitasoma mwana wa Mungu. Nasema hivi: kila mmoja kwa kadri alivyoipokea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu, mtu akihudumu na uhudumu kwa nguvu alizoelewa na Mungu, ili Mungu atukuze katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Utukufu na uweza una yeye hata milele na milele. Amina. Kupitia makala hii tunaweza kupata kujifunza kwamba talanta hile ulionayo ni kwa ajili ya kumhudumia mtu mwingine na injili ya Kristo kuzidi kuhubiriwa ulimwenguni kote. Na huu ndio mwisho wa makala hii ya historia ya kanisa katika uamsho wa kanisa Afrika Mashariki.
Mwana wa Mungu, ulikuwa nami Mary Kopwe katika kipindi hiki, na pia kumbuka kwamba kipindi hiki huja kila siku ya Jumanne kuanzia saa 12 hadi 12:30 alfajiri katika luninga ya Sonship Spirit. Usahau ku-like, share pamoja na kusubscribe kipindi hiki. Pia tuandikie maoni ili kupata kujifunza kutoka kwako mwana wa Mungu, una lipi la kusema. Kwaheri na kutakia wiki njema yenye furaha, amani na kicheko. Kwaheri.